Bodi ya bonde la maji la mto Wami Ruvu kwa sasa lipo kwenye utafiti ambao unalenga kupata maji ambayo yapo chini ya ardhi. Hii ikiwa ni moja ya hatua ambazo lengo lake kubwa ni kuleta ahueni ya upatikanaji wa maji. Kwa muda mrefu maji ambayo yapo juu ya ardhi ambayo yamekuwa yakitumika zaidi, maji kama ya mito, wakati mwingine yamekutwa na kadhia kadhaa ikiwemo hali ya ukame ambayo imesababisha wakati mwingine vilio na watu kukosa maji ya kutosha. Hatua hiyo ikafanya sasa watu wakae chini, waumize vichwa na kuona ni wakati mwafaka wa kutumia rasilimali nyingine ya maji ambayo ipo chini ya ardhi. Nini tija ya kuamua kuja na mpango huu ambao unatokana na utafiti? Utaleta ahueni kiwango gani? Ndio mambo ambayo tunapaswa kuyajadili na tutapata majibu kutoka kwa bodi ya maji ya bonde la Wami Ruvu. Hapa studio mimi naitwa Nordin Selemani. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imeanza vyema kabisa na inaelekea kuimaliza salama salmin. Kwa jadili haya tumemwalika mhandisi Diana Kimbuti ambaye yeye ni mkuu wa bodi ya maji ya bonde la Wami Ruvu, Dar es Salaam. Karibu sana mhandisi. Asante sana. Kwema. Mnasemaje huko bonde la maji la Wami Ruvu? Tupo tunaendelea kupambana. Mnaendelea kupambana. Hebu tuambie, kwa nini mmeona kwamba wakati umefika sasa wa kufanya utafiti wa kuangalia maji ambayo yapo chini ya ardhi? Asante ndugu mtangazaji. Kama tunavyojua, bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kazi yake kubwa ni kulinda na kutunza vyanzo vya maji, kuhakikisha kwamba maji yanakuwepo kwa wingi, lakini pia kwa ubora ambao unahitajika, ubora ambao unakubalika. Tukisema vyanzo vya maji tunajumuisha mito, maziwa, visima ambayo ndio maji chini ya ardhi ambayo tunayozungumzia kwa sasa, na chemichemi pamoja na mabwawa na vyanzo vingine. Lakini kwa upande wa jiji la Dar es Salaam, asilimia kubwa ya chanzo cha maji ilikuwa ni maji juu ya ardhi, ambapo tunajua maji ya Dar es Salaam yanategemea mto Ruvu ambao umekuwa kukumbwa na changamoto nyingi, yakiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia ongezeko la mahitaji ya maji. Tunajua mahitaji ya maji yamekuwa mengi kwa viwanda, lakini kwa wafugaji, kwa kilimo, lakini pia kumekuwa na ongezeko la watu. Idadi ya watu imekuwa ikiongezeka siku hadi siku na chanzo ni kile kile. Kwa hiyo sisi kama bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, kwa kuona hayo, tukaona sasa ni wakati mwafaka wa kutafuta chanzo mbadala. Maji chini ya ardhi ni kama akiba ambayo iko ardhini, akiba ya maji. Kwa hiyo hata unapokumbwa na shida, kama una fedha zako umetunza benki, ndio wakati mwafaka sasa wa kwenda kuzichukua. Kwa sasa ni wakati ambao tunakwenda kuchukua yale maji ambayo ni akiba yetu iliyoko chini ya ardhi. Lakini haya maji tunayachukuaje? Hatuyachukui kiholela. Lazima tufanye utafiti ili tujue ni wapi hapa maji yalipo. Kwa sasa hivi tunaendelea na zoezi la kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam. Tumeanza utafiti katika maeneo ya Temeke, Ilala, Kigamboni, lakini pia tunaendelea, tutafikia katika wilaya zetu zote za jiji la Dar es Salaam. Na katika maeneo ambayo tumeshafanya utafiti tumefanikiwa kupata maeneo 28 mpaka sasa ambayo yana uwezekano wa kupata maji. Lakini maeneo 6 visima vimeshaanza kuchimbwa na mitambo iko site, uchimbaji unaendelea.
katika yale maeneo ambayo tumeona ni potential water sources, na tutayafikia maeneo yote ambayo tumeyafanyia utafiti na kuona kwamba pointi hii tutakapochimba itatupatia maji. Kwa hiyo tunafanya utafiti ili kuwa na uhakika kwamba ni wapi tutayapata maji, urefu gani, lakini haya maji pia yatakuwa na sifa zipi. Okay. Ndio maana tunafanya utafiti. Hapo mhandisi, tayari maeneo 28 maeneo 6 mmeshaanza kuchimba. Na kwenye naona kwamba hata watu wa kawaida wa mtaani huwa wana kawaida ya kuchimba hivi visima, japokuwa wafanyi utafiti. Nyie mnafanya utafiti kwanza kuona kwamba hapa pana faa kwa maji ya aina gani na vitu vya namna hiyo. Sifa gani ambazo mlizingatia na teknolojia ipi ambayo mlitumia ambayo sasa imewarahisishia kujua kwamba kwenye haya maeneo 28 haya 6 ngoja kwanza tuanze nayo? Maeneo yote yatafikiwa. Kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba wilaya zote na maana jiji la Dar es Salaam halikumbwi tena na ile stress. Kwa hiyo haya 6 ni pale tu tulipoanzia, kwa sababu kila kitu lazima kiwe kina mwanzo, lazima tuanzie sehemu fulani. Kwa hiyo tulianzia wilaya ya Ilala, Temeke, Kigamboni, na katika maeneo hayo ambayo tulianza kuchimba, kama utakumbuka hapa karibuni tulizindua kisima kimoja pale Mchikichini, wilaya ya Ilala. Kwa hiyo ni strategy tu kwamba tuanzie hapa, lakini tunaendelea na tutawafikia wote, maeneo yote ya Dar es Salaam yatafikiwa katika kufanyia utafiti na kuona ni wapi panafaa kuchimba. Then tutachimba kwa sababu mitambo tunayo na uwezo huo tunao, tutachimba na wananchi watapata nafuu ya upatikanaji wa maji. Wakati kulikuwa na ule mpango kule Kigamboni, na lengo kubwa ilikuwa ni kuingiza haya maji katika utaratibu ambao upo sasa hivi wa DAWASA na kuondoa kadhia ambayo ipo. Huu mpango huu ni huo wa kuingiza maji ama itakuwa eneo hilo tukisima kipo hapo watu wanakitumia katika eneo husika tu, ama na yenyewe itakuwa ni sehemu ya kuongeza kiwango cha maji katika ule utaratibu ambao upo wa watumiaji wengine wa DAWASA? Ndugu mtangazaji, kama nilivyotangulia kusema, maji chini ya ardhi tunafanya ni chanzo mbadala katika vyanzo ambavyo nimevitaja. Tumezoea kutumia chanzo cha maji juu ya ardhi ambayo ni mto wetu Ruvu. Lakini sasa tunakwenda kwenye maji chini ya ardhi kama chanzo mbadala ambacho kitasaidia kuchangia katika usambazaji wa maji kwenye ile network ya DAWASA. Ina maana haya maji yatakayochimbwa yataunganishwa kwenye mfumo wa maji wa DAWASA ili yaweze kuongeza supply kwa wale watumiaji wake. Lakini maeneo yale ambayo tayari hapana shida, basi wataendelea kutumia maji yale ya DAWASA. Lakini maeneo yale ambayo tunaona kuna ahueni, hivi visima vyetu vitaendelea kubaki kama akiba na vitatusaidia kipindi kile cha crisis. Lakini nia kabisa ni kuviunganisha na mifumo ya DAWASA kwa ajili ya kuongeza upatikanaji wa maji katika jiji la Dar es Salaam. Watu wengi huwa tuna dhana ya kwamba maji ya kisima huwa ni ya chumvi, na watu wengine wanasema kwamba haya tufai, wakitarajia kutumia zaidi maji ambayo ya juu ya ardhi kama ambavyo mazoea yamekuwepo. Lakini kuna baadhi ya maeneo mengine maji hayo ya kisima ni maji baridi kabisa na hayana chumvi. Kitaalamu hii ipoje, na kwenu pia mmezingatia haya ambayo matakwa ya watumiaji wa huduma? Ndugu mtangazaji, maji kuwa ya chumvi au sio ya chumvi ni kutokana na sifa za ule mwamba ambao unatoa yale maji. Lakini sisi tunapochimba pia tunafanya testi ya ubora wa maji. Kwa hiyo tukiona kiwango cha chumvi au kemikali yoyote ni kinaruhusiwa kwa matumizi ya binadamu, basi maji hayo yatatumika kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Kwa sababu pia sisi tuna viwango, tuna standards. Hatu supply tu maji hivi hivi. Kuna viwango ambavyo vinatuongoza. Kwa hiyo vyote hivyo vitazingatiwa. Kama maji yana meet zile standard ambazo zinaruhusiwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu, basi tutayaunganisha na yatatumiwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu.
Maeneo ambayo labda mnakwenda na mnakuta kuna watu wana visima vyao, na nyewe mnaona kwamba bado hiyo sehemu ni potential kwenu kuweza kuchimba na kuendelea na shughuli za namna hiyo, ushirikishwaji wa watu wa maeneo hayo unakuwa ni kwa kiwango kipi? Sisi tunapokwenda kufanya utafiti, kwa sababu kabla ya kuchimba lazima tufanye utafiti. Utafiti maana yake nini? Lazima uangalie nataka kwenda kuchimba wapi. Kwa mfano tunakuta mtu ana kisima chake hapa, hatuwezi kuchimba kisima hapa na hapa. Kuna kiasi fulani cha umbali ambacho kinatakiwa kiwache kati ya kisima na kisima. Kwa hiyo ushirikishwaji ni kuanzia kwenye ngazi ya mtaa na jamii nzima kwa ujumla, ambapo tunatarajia kuchimba kile kisima, kwa sababu sisi tunatumia teknolojia, lakini pia tuna zile indigenous knowledge. Pia tunashirikiana sana na jamii katika kazi zetu hizi za uchimbaji, lakini pia utunzaji kwa ujumla wa rasilimali za maji. Kwa jamii nzima inashirikishwa, na hata siku mradi ukikamilika wanakabidhiwa, kwa sababu jamii ndio ambayo itaendesha mradi ule. Sasa huwezi kuwashirikisha wakati ambapo umeshamaliza mradi, lazima uwashirikishe kuanzia mwanzo, kuanzia kwenye wazo. Tunafanya utafiti mpaka tunaanza kuchimba, jamii iko pale, tunachoona pale, kwa sababu tunaposimamia shughuli za uchimbaji pia tuna vitu tunaangalia. Kwa tunalinganisha, je, hiki kisayansi na hii inaendaje? Jamii iko pale natuambia hapa kawaida kuna kuaga na hiki na hiki, na sisi tunachukua tunachanganya na sayansi yetu, basi mambo yanaenda vizuri. Kwa sababu hata sera inatusisitiza sana kushirikisha jamii katika shughuli za utunzaji na ulindaji wa rasilimali za maji. Mitaani kwetu kule watu wana visima, lakini kuna wakati anakuambia sasa hivi maji yameshuka, hebu subirini kwanza, mje baadaye ndo mtapata maji. Hawa huwa wamekosea nini? Kwa sababu nyinyi mnafanya utafiti, maana yake kwamba haya makosa yatakiwe kujirudia kwenu, ili msije mkatuambia kwamba mmechimba alafu baada ya labda miezi 3-4 watu wametumia amna maji, licha ya kwamba kama mwenyewe umesema awali haya yanatumika tu kama nyongeza ama ziada kusaidia pale ambako kuna shida ya namna hiyo. Kwenu hii kadhia haitokuwepo, ama kitaalamu ni maji lazima kuna wakati nafika haya ya ardhini hayapatikani? Ndugu mtangazaji, sisi hatufanyi kiholela. Mwananchi wa kawaida anaweza akawa amechimba, lakini akawa pengine kuna taratibu zingine ameziskip. Lakini sisi tunapochimba pia tuna visima vyetu vya uangalizi ambavyo vinaangalia mwenendo wa maji siku hadi siku. Hivyo visima vya uangalizi mpaka sasa kwa ajili ya Dar es Salaam tuna visima 16 ambavyo tunavimonita kila siku, kila mwezi tunachukua data. Tunaangalia, je, level ya maji ni ile ile? Ubora wa maji ni ule ule? Kama kuna viashiria kwamba kiwango cha maji kinashuka kwa kasi, kinatualert sisi kwamba kuna tatizo somewhere, then sisi tunaanza kufuatilia. Hatusubiri mpaka kisima kikauke, hapana. Sisi tuna visima vya uangalizi ambavyo tuna monitor. Unaweza kuwa na kisima hapa, lakini sisi tunakimonitor. Tunajua kwamba hii athari iliyotokea hapa itamwaffect huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo ndio maana ya vile visima vya uangalizi vinatusaidia sisi kutuonyesha kama kuna viashiria vyovyote vya hatari ambavyo vinaweza vikasababisha aidha upungufu wa maji au ubora katika visima vyetu. Kitaalamu, sababu mnafanya utafiti na pia ni utafiti mpya, ndio maana mara nyingi nauliza kitaalamu, namna ambavyo matumizi makubwa na kuwepo ya haya maji ya ardhini hayawezi yakaleta athari zozote za kimazingira? Matumizi makubwa ya maji yanaweza kuleta athari. Kwa mfano, kutakuwa na over abstraction. Unaweza kukuta huyu ana pampu bila mpangilio. Ndio maana tunasisitiza watu waombe vibali vya kuchimba visima ili tuweze kumonitor nani anachimba wapi. Sio wewe unachimba hapa, wewe unachimba hapa, visima viko mita 5 haiwezekani. Unaweza ukawa na over abstraction na ukajikuta pia umepampu mpaka maji ya bahari. Unashangaa, mbona maji yamekuwa ya chumvi sana? Kumbe mmesha over abstract yale maji, mmepampu kupita kiasi, kwa sababu mwamba ule
tunachukua labda kwenye mkondo mmoja, wewe umechimba hapa, mimi nimechimba hapa, mimi nimechimba. Kwa hiyo mwamba ule ule wewe unaufyonza, huyu anafonza, huyu anafonza, matokeo yake mnajikuta yameingiliana tayari na mkondo wa bahari. Kwa hiyo kuna madhara ya kufyonza maji kupita kiasi. Kila mtu ana pampu kwa staili yake. Ndio maana tunasisitiza watu wapate vibali vya kuchimba visima ili tuweze kumonitor kisima hiki kimechimbwa mahali sahihi. Je, hakitaleta madhara kwa kisima X kilichopo mahali fulani? Yeah. Na labda ukubwa unatakiwa vipi? Mimi nipo hapa, nimechimba kisima changu. Mtu mwingine anatakiwa awe umbali gani ili kuhakikisha hiyo athari ya kimazingira haitokei na kila mtu aendelee kupata maji katika kiwango sahihi? Kwa kawaida hutakiwi kuwa ni zaidi ya mita 100. Uwe angalau umbali huo, ndio ambapo utakuwa uko salama. Lakini pia wataalamu tutawatuma. Tutakuja sisi wataalamu kufanya survey kuona kwamba huyu anataka kuchimba kisima. Je, hakuna kisima kingine jirani? Na kama kipo tutakushauri kwamba badala ya kuchimba hapa nenda sehemu fulani. Na kama huna eneo lingine basi tutakwambia hapa hapafai kuchimba kwa sababu tayari kuna kisima eneo lingine. Yeah. Hii elimu mnaisogeza katika kiwango hicho kwa wananchi ili kutoleta madhara, kwa sababu naamini moja ya sehemu ya katika kulinda hivi vyanzo vya maji na hata haya maji ambayo yatakuwepo chini ya ardhi pamoja na ushiriki wa wananchi. Yeah, tumekuwa tukifanya hizi kazi zetu kwa kuendesha program mbalimbali za uelimishaji, aidha kwa njia ya mikutano na wananchi, lakini pia kutumia vyombo vya habari mbalimbali, radio, TV, mitandao ya kijamii kufikisha elimu kwa jamii. Na jamii imekuwa respondi very positive katika kushirikiana kwenye utunzaji wa vyanzo vya maji. Tunasema kwamba ukishirikisha jamii utafaulu na usipoishirikisha jamii utafeli, kwa sababu mwisho wa siku kila kitu kinafanyika kwenye jamii. Kwa hiyo lazima ushirikishe jamii kuanzia kwenye wazo lako na lini unataka kufanya, na pia wakati una implement lile wazo lako lazima uishirikishe jamii. Kwa sababu wewe leo utachimba kisima hapa, lakini utaondoka, jamii itabaki na kile kisima. Lazima uelimishe jamii kwamba muhimu hapa kitu gani unatakiwa kufanya na kitu gani unatakiwa kufanya. Yeah. Ndio wasimamizi wenyewe wa haya mambo ya maji katika eneo hili. DAWASA wao kazi yao tu ni kutusambazia na mambo ya namna hiyo. Unaweza ukathibitisha au ukatuambia huko tuendako sasa, Dar es Salaam haitoendelea kutana na kadhia ambayo tumekutana nayo tangu mwishoni mwa mwaka uliopita, na mpaka sasa kuna baadhi ya maeneo bado hali haijakaa vizuri, na manusura ya wengi ni hivi visima ambavyo vimechimbwa na watu binafsi. Tamanio letu ni kuona kwamba hii adha inapungua kwa kiasi kikubwa, na ndio maana tumechukua juhudi za makusudi za kufanya tathmini, kufanya tafiti kwenye maeneo mbalimbali ili maji yatakayopatikana basi yaweze kusaidizana na yale maji ambayo ni ya mto ili kupunguza yale makali ya uhaba wa maji kwa ajili ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tunategemea kwamba kwa siku zijazo shida hii makali haya hayatakuwa kama yalivyo sasa, tukizingatia pia kuna ujenzi wa bwawa la Kidunda unakuja pia, na lenyewe likikamilika litasaidia kupunguza hii adha ya maji, kwa sababu maji yote yale yatakayokuwa yanakusanywa kipindi cha mvua yataweza kutumika kipindi cha ukame, yatakayokusanywa kwenye bwawa. Tukishirikiana na visima hivi vilivyopo, basi tunategemea kupata nafuu kubwa katika upatikanaji wa maji kwa jiji la Dar es Salaam. Yeah. Hamna namna nyingine ambayo Dar es Salaam itaendelea kunufaika na ule mpango wa kuwa na grid ya taifa ya maji, ili maji mengine ambayo yanatoka maeneo mengine yaje, kwa sababu kwenye hili la maji kutoka chini ya ardhi mwenyewe ulisema kwamba haya ni maji ya akiba, kwa yanatumika tu pale ambako hali imekuwa ni ngumu. Sasa tusije ikaonekana kwamba maji yenyewe yametumika wakati ambako yalitakiwa kuhifadhiwa muda wakati wa shida na ukame, hatuna tena maji. Kuna mipango mingi ambayo ipo kama vile kuchukua maji kutoka
mto Rufiji na kuunganisha na gridi ya Dar es Salaam DAWASA ili kuongeza upatikanaji wa maji. Kwa hiyo yote hiyo ni mpango ambayo ipo, ambayo tunategemea kuitekeleza ili kuhakikisha kwamba tunapata maji ya uhakika. Lakini kwa sasa kilichopo ni hiki, kwamba tunaendelea kuchimba visima ili viweze kusaidia. Lakini mipango mingi ambayo ipo, kwa mfano hiyo ya kuchukua maji kutoka mto Rufiji ni mpango ambao upo ili kuhakikisha kwamba jiji la Dar es Salaam linapata ahueni katika upatikanaji wa maji. Je, matamanio yenu ni kuona kwamba hali ya mambo inatengamaa, na moja ya jambo ambalo umeliona kwamba sasa hivi ni kuja na utafiti ambao umeshaanza kufanya kazi, kwa sababu kama vishachimbwa visima 6 manake kazi imeshaanza na inaelekea huko kwenye maeneo mengine 28. Bado matamanio yenu ni kuona Watanzania wanaendelea kukimbia kuja kwenu kuomba vibali ili kuchimba visima na kumiliki visima vyao, ama mnaona kwamba sasa wakati umetosha kwa watu kuacha kuchimba hivyo visima na kuwa na uhakika kwamba nyinyi mtawapatia maji kwa kiwango wanachokihitaji? Sisi tunatamani kila mtu apate maji. Kwanza kwa mwananchi wa kawaida kuchimba kisima ni gharama sana. Ndio maana tunafanya jitihada ili wote wapate maji kutumia hii network ya DAWASA. Sawa? Kwa hiyo kwa kuona kwamba kuna upungufu, mahitaji yameongezeka, ndio maana tunatafuta hata vyanzo mbadala. Kwa sababu ukisema mwananchi achimbe kisima, mwananchi wa kawaida hawezi kuchimba kisima. Ni wale ambao wana uwezo tu ndio watachimba visima. Lakini sisi hatuwahudumii wenye uwezo tu. Tunahudumia wananchi wote. Ndio maana tunahakikisha kwamba tupate vyanzo mbadala ili mwananchi hata wa kawaida kabisa asiye na uwezo kuchimba kisima aweze kupata maji kwa ajili ya mahitaji yake ya msingi. Yeah. Kuna mambo ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo hatuwezi kuyaepuka kwa namna yoyote ile katika dunia leo ambayo viwanda vinaongezeka kila uchao, ozoni inaendelea kuathirika. Kwa namna yoyote ile tunapitia katika hali kama hiyo. Kuna maji ya mvua ambayo yanakuja kwa wingi, lakini mengi yanapotea, yanaingia baharini na kuondoka. Licha kwamba tunasema kwamba tuna mradi wa Kidunda ambao unaonekana utaleta ahueni kubwa kwa Dar es Salaam. Mpango mwingine ya kuhakikisha kwamba haya maji ya mvua tunakuwa nayo na tusiendelee kulalamika kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni upi? Kwa sasa sisi kama bodi, kwanza tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuvuna maji ya mvua, kuhakikisha kwamba kila mtu katika level ya familia at household level anavuna maji ya mvua, kwa sababu maji yanayopotea kipindi cha mvua ni mengi sana. Kwa kutokuelewa, na kama huna hizo rain water harvesting systems, ina maana mvua inaweza kanyesha leo, wewe kesho beba ndoo unaenda kutafuta maji. Lakini tunaendelea kuasisitiza wananchi kwamba tujitahidi kutengeneza miundombinu ya kuvuna maji ya mvua katika level za familia. Lakini tumeendelea pia kutengeneza miundombinu ya mfano ya uvunaji wa maji ya mvua katika taasisi mbalimbali, mashuleni, vyuoni na maeneo mengine mbalimbali, kuwaonyesha wananchi kwamba inawezekana, na ukivuna maji kipindi cha kiangazi hutakuwa na shida ya maji. Lakini pia katika maeneo mbalimbali ya wafugaji tumeendelea kuchimba mabwawa madogo madogo ambayo yatasaidia kuhifadhi yale maji ya mvua ili yaweze kutumika kipindi cha kiangazi. Lakini pia kupunguza ile kadhia ya aidha wafugaji kupeleka mifugo yao moja kwa moja mtoni na kunywa maji, badala yake waweze kutumia maji ambayo yako kwenye mabwawa yaliyoko pembezoni kule, ili haya maji yaliyoko kwenye mto yaweze kufika kwenye intake ya DAWASA na yaweze kuwafikia wananchi, kupunguza ile pressure kwenye ule mto mkuu. Okay. Yeah. Mhandisi Diana, nikushukuru sana. Asante sana. Naam, tumekuwa naye mkuu wa bodi ya maji ya bonde la
Wami Ruvu, Dar es Salaam, mhandisi Diana Kimbute ambaye tulikuwa tukiongea nao kuhusiana na utafiti ambao unafanywa na mamlaka hiyo kuhusiana na maji ambayo yapo chini ya ardhi. Lengo ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Dar es Salaam una epukana na kadhia ya ukosefu wa maji safi na salama kwa nyakati zote, hasa zile nyakati ambazo kumekuwa na ukame. Kwa hiyo katika utafiti ambao wameufanya tayari visima 6 vimeanza kuchimbwa katika maeneo mengine, wameshapita maeneo yote 28, lakini katika 28 6 wameshaanza kuchimba hivyo visima ili vilete aweni ambao vitaingia katika ule mfumo wa DAWASA ambao ndio wenye mamlaka ya kusambaza maji katika maeneo mbalimbali. Naitwa Nordin Selemani, na kwa nukta hiyo ndio tunatamatisha Uchanganuzi. Panapo majaliwa tukutane tena kesho kwenye kipindi kingine. Nikutakie tu usiku mwema.